Habari za wakati huu mwana double updates popote pale ulipo. Mimi matumaini yangu ni kwamba unaendelea vizuri kabisa. Karibu tena kwenye recap. Hii hapa ni ulimwengu wa siasa. Kama kawaida, recap huwa inakupa nafasi ya kupata details za kutosha kuhusu siasa za hapa nyumbani +254. Kwa hiyo hapa chini kwenye sehemu ya comments niambie unanitazama kutoka nchi gani, niachie tu bendera alafu kibarua kingine hicho niachie. Nitakuwa nang'ang'ana kujua huyu naye anatazama kutoka nchi gani, lakini kwa wale ambao wanafuatilia kutoka hapa nyumbani niambie tu namba ya counties, ndio. Kwa mfano hapa Nairobi ni 047001 kwa wale wa Mombasa, then kila kitu kitakaa sehemu ambapo inatakikana. Kwanza huwa nakupa utaratibu wa jinsi video yetu itakavyokuwa, au huwa nakupa taarifa kwa muhtasari, baadaye ndo tunaangalia kiundani zaidi. Kwa hiyo kitu cha kwanza ambacho tutaangalia hapa ni ODM. Wabunge wamegoma hapa na vita itaanza hivi karibuni, kwa sababu mazungumzo ya UDA au niseme mazungumzo na Oburu kuna namna fulani wana ODM hawajafurahia, na wanahisi kwa upande ule mwingine ndo wako vizuri kwa sababu tayari wana rais na naibu wa rais, na Ruto anawaambia wana ODM kwamba huyu kwa Kithure Kindiki jamani, au huyu Kithure Kindiki si wapi. Yani hapa inabaki jinsi ilivyo, naenda na Kithure Kindiki mwaka 2027. Kwa wale ambao walikuwa wanazungumzia nusu nusu naweza nikawapea vitu vingine, lakini sio nafasi ya unaibu wa rais, kitu ambacho kimechukuliwa na wana ODM kama njia mojawapo ya kuimaliza ODM ambao kwa muda mrefu kabisa kinara ambaye ni marehemu Raila Amolo Odinga aliitengeneza bwana kwa mambo mengi sana. Yani Raila aliipaisha, aliiweka kwenye level za juu kabisa chama cha ODM. Kwa hiyo wao wakiona kama mazungumzo bwana yanafikiana au wanafikiana kwenye hatua ya ODM kutopata zile nafasi za juu, wanahisi kama hapana jamani, hapa kuna namna mnatufanyia vibaya. Ukiachana na hiyo vita ambao wana ODM wameanzisha, tuna Marjano Hussein ambaye amejiuzulu, lakini kwa kinachoonekana hapa amefukuzwa. Hussein Marjano alikuwa ni CEO wa tume ambayo inasimamia masuala ya uchaguzi, that's IEBC. Sasa maswali ni mengi, few months to election alafu anafukuzwa. Kwani kuna shida gani? Ruto anataka kuweka watu wake ndo akina Kamargo au ni kitu kipi kinaendelea? Tukoje kuiangalia hiyo mtazamaji wangu. Lakini pia Matiang'i ameshambuliwa on the other side, na anaambiwa kwamba wewe kwanza hauna wabunge, hauna governors, wewe hauna hata MCAs, yani wewe sijui unataka kuwaje rais bila hawa watu. Sasa swali ni je, Matiang'i kuchaguliwa inaingiana vipi na baadhi ya viongozi ambao wanatakiwa kuenda nao, or na viongozi ambao wanatakiwa kutembea nao, governors, wabunge, MCAs, women reps na hao viongozi wengine. Lakini pia nitamalizia na mkutano ambao William Ruto amefanya huko State House, ambapo alikuwa anawaambia wana ODM indirectly kwamba hapa kwa Kithure Kindiki bwana, mimi nimefika na sitaki kitu kingine, kwa sababu inaonekana State House siku hizi imeshakuwa nyumba, imeshakuwa kama ofisi ya UDA, kitu ambacho hakikai vizuri na watu ambao wanaelewa namna siasa inatakiwa kufanywa, namna vyama vinatakiwa kupelekwa au kuendeshwa, sio? Kwa hiyo nachokuomba ni baki na mimi mwanzo mwisho. Wewe ambaye bado hauja like the video jamani, bado haujani support, ukilike hii video utakuwa umeni support sana, na very big shout out kwa ambaye tayari umesha like video hii hapa. Wale ambao bado hawaja subscribe, kindly do that. Ukisubscribe utakuwa umejitengenezea nafasi nzuri sana ya kuendelea kupata taarifa nyingi na mpya kila wakati. Lakini wale wa kushare tunapatanaga mwisho wa video. So tuanze hapa. Mkutano State House. William Ruto UDA aspirants. Pale akaonyesha ODM kwamba jamani, hapa kwa Kithure Kindiki si mimi nimefika na sitaki mtu mwingine, namtaka tu Kithure Kindiki. Na jana tulipiga story hapa nikakwambia reasons why Ruto anapendaga Kindiki. Kindiki sio mtu ambaye atamchallenge kwa namna yote ile. Umenipata sijui? And yeye unaona namna ambavyo alichallenge Uhuru Kenyatta. Sidhani, in fact yeye nimemsikia akisema eti yeye wakati alikuwa naibu wa Uhuru alikuwa anafanya the same thing ambayo Kindiki anafanya, ambao ni uongo. Kindiki ni mtu ambaye hawezi tena kupigana na William, I don't think. So tuanze na hii hapa. ODM wameiona hii video karibu wa chizi. Huyu naibu wa rais Abraham Kithure Kindiki anatosha ama atoshi? Anatosha ama atoshi? Ni fire si fire? Ni fire si fire? Wapi nduru ya Profesa Kithure Kindiki? Unajua
Mimi wakati mmoja, tafadhali tuketi, mimi wakati mmoja nilikuwa deputy wa Rais Uhuru Kenyatta. Si ni kweli? Na ile kazi huyu muungwana anafanya ni ile nilikuwa nikifanya wakati nilikuwa naibu wa rais wa President Uhuru Kenyatta. Si ni kweli? Mimi nimefurahi sana kwamba leo niko na msaidizi, principal assistant, ambaye anaelewa kazi yake. Si ndio? Mimi niwaulize, kama ilikuwa ule jamaa mwingine niwaulize, angekuwa na akili ya kuelewa mambo vile huyu jamaa anaelewa? Profesa Kindiki ni fire, si fire bwana? Sasa mnajua kazi yangu imekuwa rahisi kwa sababu leo niko na msaidizi ambaye anaelewa mambo ya serikali, anaelewa barabara, anaelewa stima, anaelewa universal health coverage, anaelewa elimu, anaelewa mpaka hata maneno ya savings, anaelewa mambo ya serikali. Kindiki ni fire, si fire? Si ndio bwana? Sasa tunagawana kazi, si ndio? All right, sawa. So I think mpaka sasa hivi si amedhibitishiwa na yeye William Ruto kwamba jamani, hapa nafasi ya DP hiyo itabaki hivyo. Sasa advantage au kitu ambacho kimefanya Kindiki abaki hapo, ambao watu wengine walikuwa wanaona kama ni disadvantage. Mwanzoni tulikuwa tunafikiria kwa hii. Angles ni tofauti. Kwamba Kindiki naye kumaintain nafasi ya unaibu wa rais wakati wanaenda kuongea na ODM inaweza ikawa vigumu kidogo. Kwa sababu sasa mtu kama Kindiki ni kiongozi mzuri, lakini sio yule mwanasiasa wa kupiga makelele, leta crowd nini. So unanielewa, as much as anajaribu, lakini sio mtu ambaye tungeangalia numbers kidogo kwa Kithure Kindiki, hapana. But again, William Ruto ameamua kuenda njia nyingine tofauti sana. Umeelewa? In fact, kwa Ruto mimi ukiniuliza nitakwambia ameamua kuenda sehemu ambapo kuna amani. Umeelewa? Sijui yani ni kwa mfano kwa mahusiano. Unakuta mtu kaamua kwenda na dada ambaye hana sura, yani hana sura kabisa, hana shape hizi ambazo watu wanazungumzia sio nini. Yani anataka amani tu, hataki kusumbuliwa. Ndio kitu ambacho William Ruto amefanya. Hiyo nimekupa mfano jamani. So kwa upande wa William Samoei Ruto, yeye hataki mtu ambaye atakuja hapo kumwambia hii ni vibaya, hii si tuweke hivi. Mtu kama Rigathi alikuwa tough kidogo. Lakini pia vile vile hapo ukiangalia ODM, kama wangepata hiyo nafasi, ingekuwa ni noma kwa sababu wale ni watu ambao at some point wanaonekanaga tough kidogo, mtazamaji wangu. So yeye ameamua kwenda hiyo njia. Lakini statement ya William Ruto of course inaendana tu na hiyo ambayo ni ya Oburu, kwa sababu hata Oburu that other side alisema, na nishawekaga hiyo video hapa sio mara mbili sasa. Oburu akimwambia Kindiki kwamba hatutaki hiyo nafasi yako, so usiwe na wasiwasi, you good. And I think tangu hiyo statement itoke, I think hata Kindiki mwenyewe pia amechanganyika, not kuchanganyikiwa but amechangamka kwamba sasa hata mazungumzo ikifikiana, yani watu wakifikia mazungumzo, mimi sidhani kama nitatolewa kwenye nafasi hii hapa, mtazamaji wangu. So mambo ndo kama hiyo. So ODM na wabunge na viongozi kwa ujumla hawaja feel vizuri, kwa sababu at some point wana feel Oburu aliongea kama yeye, he spoke alone, not for everyone. Yani yeye kama Oburu ndo aliongea hivyo. Umenipata? And nimeona hapa, let me show you this. Nimeona hapa hata Senator Eddie Oketch, Senator wa Migori, anasema party leader, you cannot negotiate a whole party out of power. Oburu, you cannot negotiate a whole party out of power. So they're feeling like hii ODM ni chama kubwa sana, how comes hatupati nafasi za juu? Sababu kama ni CS hizo ni za kawaida, hizo tumeshakuwa nazo. At the same time umeona Milly Odhiambo, mbunge huko kutoka huko Kisumu, anasema I've been observing UDA keenly for the last 3 months. They plan, they organize and execute.
they create perception and set the stage for an outcome. Other parties are either playing catch up or cheering on the sidelines. And of course, anachokizungumzia hapa Milly unaweza kaiona kwa hata akina ODM hawa. Kazi ni kusifia tu tutam. Wao hata wataki kujua sisi nao vipi tunapata nini. And Oburu mimi at some point sijui tu. Yaani Oburu anatakiwa kujua kwamba negotiations are about leverage, not humility. But in talks you don't show your limits early by rejecting interest publicly. Sasa Oburu sasa amefanya ODM ikawa, yani mimi hata sometimes naangalia tu bargaining power ile ambayo ODM ilitakiwa kuwa nayo, Oburu amekuja tu akaivuruga tu mimi sometimes namwangalia Oburu and I'm like, mimi sijui kama nani anampa ushauri, but kwa hapo na alipoteza big time. Sasa ODM inakaa desperate. Yani wanakaa desperate. Saying ODM is not interested. Inafanya Ruto mwenyewe awaambie hivyo ambavyo anawaambia. Ndio maana amepata hata hiyo courage ya kusema huyu Kindiki ndio anafanya the right thing. Hata yule mwingine hana akili. Umeona sasa anasema hata Rigathi hana akili, anaona Kindiki ndio yuko vizuri. Amepewa hiyo nguvu na ODM. Kwa sababu ODM tayari kupitia Oburu alishaonyesha kwamba sisi we are not even interested in that DP position. So ODM should aim higher, yani uko juu. Wanatakiwa ku maintain. Si wanasemaga ODM ni kubwa. Hawange kubali hivyo vitu ndogo. Wangeendea hiyo ya Kindiki. Hakuna cha kuonea huruma kama walikuwa wanataka. But again wameshafanya hivyo. At the end of the day inaonekana hata kazi ambayo baba amefanya kwa muda wote sasa hata hakuna. Wamereduce ODM, inaonekana kama, in fact nimeona mtu ana comment kwamba UDA, Oburu kama party leader wa ODM ni kama Musalia Mudavadi kama party leader wa ANC. They don't care. Like wao wakiambiwa vunja, anaingia. Umpata? Hawataki kuonyesha dunia kwamba na sisi pia tuna hiyo nguvu. So long as tu wao na baadhi ya vitu ambavyo wanataka kama wao, it's okay. The ODM itapungua umakali au haitapungua, hiyo ni up to watu kama sisi ambao maybe ni wanachama, au watu kama wale ambao ni supporters wa ODM ambao hii issue inawasumbua sana. But again, hii decision imesaidia sana serikali, hata sio tena ODM. Ni serikali ina benefit. Wakati ODM ina lower standards demands, wao ndo wanaonekana watu wa chini. Ni ni kama hand over advantage for free. Like nyie jipangeni huko juu, sisi tuko chini. Surely inashangaza sana. Hata supporters, I'm 100% sure, supporters, voters wali expect ODM ku push hard, in national talks. But again, Oburu naye karibu kila kitu. Hata sasa hivi hakuna, unafikiria Ruto akona pressure? Hana pressure. In fact ataambia wale wenzake kwamba unaona wameshatuachia rais, wameshatuachia nafasi ya naibu wa rais. So hizi zingine wacha tuwapee hata kama ni 4. Hata kama ni 4, then kuna baadhi ya vitu vingine ambavyo tutawapea pia, au sio? Hawatakataa. Hao ni watu ambao wamekaa nje kwa muda mrefu sana. So kuna baadhi ya vitu vingine kama tukiwapa vitawafurahisha sana. So yani hii inakwambia wanaongea kisirisiri hii. I'm telling you for free. Kwamba hawa tukiwapa hata hii na hii hawatakuwa na wasiwasi. Bora tu wao wana support two-term, wana support serikali. But sisi tuwe tunajipanga huko juu. So huko juu ndo tunawazuia wasikuwe na hizo powers. And hata wasipochunga hata kupewa hii bunge. But wanaweza wakapewa wanaweza wakapewa speaker ODM. Hata wakipewa speaker watafanya nini wakati UDA bado watakuwa na numbers maybe kwenye bunge, you never know. But again it depends na kama watu watawapigia kura. So kuna hiyo, naweza nikasema kuna hiyo that other side ya ya mvurutano. Kuna hiyo mvurutano uko ODM and they are feeling like Oburu ndo sasa ameharibu kila kitu. But again nimegundua tangu anaambiwa hivyo Kindiki amekuwa mkali. Nimeona anashambulia Matiang'i mpaka nikasema yenyewe yani muda mwingine mtu akipata inakuwa ndo hivyo. Hebu msikilize kwenye video hii hapa namna ambavyo alikuwa anazungumza.
Please don't disturb us. We are trying to sort out the mess you created in the education sector. Tunataka tuwawekee kibao hapo, men at work. Don't disturb. Don't disturb. Wewe hapana sumbua sisi. We are busy fixing the problems that you left in the education sector. And you know what surprises us? The people lecturing us about schools, about education, during their tenure, all these problems were manufactured when they were in office. Shida ya curriculum, shida ya no teachers, no classrooms, all these problems were manufactured when they were in office. And the only track record we know of when they were in office in that sector of education is selling land for a school here in Nairobi called Ruaraka. Si kuna ardhi iliuzwa hapa ya Ruaraka ya shule? Si mnajua wale waliuza? Hao watu wawachane na sisi. Tutawaibisha. 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 Wewe nani wewe? Wewe nani? Wewe. Wacha bwana. But hapo bado tukiwa State House, issue nyingine ambayo imetokea ni yes, aspirants walikuja pale ambao watasimama na chama cha UDA kwenye uchaguzi ambao unafuata, uchaguzi wa 27 mwaka 2027. Lakini sasa imetokea kwamba kuna baadhi ya viongozi ambao pia sio wadogo vile kutoka Mount Kenya ambao hawajaenda State House, and kuna madai kwamba huenda wakafuata njia zingine au wakatumia vyama vingine kwenye uchaguzi ambao unafuata, na hii hapa inatokana na makali ambao pia ilipungua huko Mlima Kenya. Nazungumzia makali ya chama cha UDA, na listi ipo. Niliona NTV walituletea hiyo taarifa, na nikaona hapa kuna kila sababu ya kuizungumzia hii hapa story ya baadhi ya viongozi kutoka Mlima Kenya kuhisi kama ODM kwa sasa hivi itakuwa ni vigumu sana, mtazamaji wangu. Kwa hiyo hebu kwanza tuione hiyo taarifa ndio tujue what's happening huko Mlima Kenya, kwa sababu kuna baadhi ya watu ambao hawakuenda huko State House. It is emerging that several influential leaders from Mount Kenya may be preparing to seek re-election on alternative political platforms in next year's general election. Now, several governors, senators and senior MPs were notably absent from the UDA Aspirant Forum registration report released on Monday, raising questions about their political intentions. NTV's David Mudhoka breaks down who skipped the registration, who made the list, and what it could signal ahead of next year's high-stakes UDA nominations and election. The list contains 12,353 aspirants seeking various elective seats. However, several Mount Kenya leaders elected on the UDA ticket in 2022 are conspicuously missing from it, despite remaining loyal to President William Ruto amid a mass exodus of leaders from the region out of government. Among those who did not register is UDA chairperson Cecily Mbarire, a first-term governor, widely expected to seek re-election. Also absent are National Assembly Majority Leader Kimani Ichung'wah, Kiharu MP Ndende Nyoro, Kiambu Governor Kimani Wamatangi, and Murang'a Governor Irungu Kang'ata. Meanwhile, former Nairobi Governor Evans Kidero has registered as a gubernatorial aspirant, setting up a potential contest against incumbent Governor Johnson Sakaja and his deputy James Njoroge Mushiri, a development that could heighten tensions at City Hall. In Bomet, former Governor Isaac Ruto is among those seeking the UDA ticket, while in Garissa, former Governor Ali Korane will be seeking to reclaim his former seat. Political defectors are also on the list, among them William Kamket, elected on a KANU ticket in 2022, former Cabinet Secretary Moses Kuria, who is seeking to reclaim his Gatundu South parliamentary seat, and Kakamega Deputy Governor Ayub Savula, who is now challenging his boss, ODM's Fernandez Barasa. That Kakamega race is shaping up as a high-stakes contest, also featuring DCP Deputy Leader Cleophas Malala and Kakamega Governor Boni Halwale.
Other notable names include journalist Stephen Leto, who is seeking to trade the microphone for politics in the Kilgoris parliamentary race, and UDA Secretary General Hassan Omar, once again seeking the Mombasa governor's seat. Senior high-profile senators from the president's Rift Valley backyard are also missing, among them Trans Nzoia's Alan Chesang, Kericho's Aaron Cheruiyot, Nandi's Samson Cherargei, and Nakuru's Tabitha Karanja. Meanwhile, UDA appears to be aggressively positioning itself in the Luo Nyanza region, planning to field candidates across all 5 elective positions in all 4 counties. In Homa Bay, the party has registered 3 gubernatorial aspirants, 5 senatorial aspirants, 5 woman representative aspirants, 27 MP hopefuls, and 252 MCA aspirants. These developments now raise fresh questions over whether parties in the broad-based arrangement may be abandoning zoning arrangements amid a new coalition in the offing. David Muthoka, NTV. Naam, ndo hali ilivyo mtazamaji wangu, but again it's too early. Unajua kuna watu ambao ni wajanja sana. Hawasemi wametoka, hawasemi wako ndani. It's too early. Sasa hivi ni mapema, and I think the reason why most of them hawakuenda, not that sasa wametoka au tayari washapata sehemu zingine za kuenda. What I think ni it's early, wacha bado wapige mahesabu wakiangalia okay sawa. Watu wanasemaje huko? Lazima pia walan. Vitu vinabadilika. Kwa sasa vitu vinabadilika haraka sana. Kwa hiyo ukiwa mjanja, vitu kama hivyo hufai kabisa kujihusisha navyo. Lazima ujipe time kidogo, alafu ujue mambo ni aje. Lakini pia hii ni sign tu. Wengine kutoenda, wengine kutoweka wazi kwamba tuko huko, tayari inakuonyesha kwamba things are not okay, and especially kwa ground. Kwa ground mambo sio rahisi. And ODM, I mean not ODM, in fact both ODM na UDA mambo sio mazuri kwa ground. So kama tayari ushaona hapa UDA stoboi kirahisi, mbona unakuwa na haraka ya kwenda State House? Hiyo kwenda State House ndio inaweza kuwa ni mwisho wako wewe watu kuelewa au kusikiliza. Ina depend unatoka sehemu gani. Kama wewe ni mbunge wa Rift Valley, it's okay. Hata wakikuona na William they won't complain. But again wewe niambie, wewe sasa ni mbunge. Wewe ni mbunge kutoka wapi? Mount Kenya. Huwezi ukawa na haraka ya kwenda. Au wewe ni governor kutoka Mount. Huwezi ukawa na haraka. It's that time lazima unakaa chini unaangalia hapa kidogo before nichome kila kitu. Acha nipige hesabu zangu nione itakuwaje kwaje mtazamaji wangu. So nikimalizana na hii meeting ya UDA State House, I don't know the reason why, this is the second time Ruto is doing this. Kukutana na wana UDA State House. I'm not saying that sasa kuna mtu hafai kuingia State House, but I feel wote wanatakiwa kuingia State House. Sababu State House huwa iko hapo, ni kitu ambacho kinatukutanisha. But again, mbona huwa ina act kama ofisi ya UDA? There are some things lazima tuseme. The other day nilikuwa naona Museveni wana swear in Chief Justice wa Uganda nyumbani kwake. Vitu kama hivyo waga vinafanya watu waone vitu vingi sana. Yaani umenielewa? So kuna shughuli za State House. Then kuna shughuli za chama. Mbona shughuli za chama zisifanyike tu headquarters za chama? Na ndio maana kuna ofisi ya chama. Umenielewa? Ndio kitu ambacho nilikuwa najiuliza. Sababu nimeona hapa mbunge hapa Salasia. And Salasia aliandika kwamba I think aliandika mara mbili kwa sababu mikutano zimefanyika mara mbili. So ya leo Salasia nimeona ameandika hapa kwamba to stop the madness at State House, Kenyans must unite and make a deliberate national decision to remove confusion from leadership. We must bring everybody on board, every tribe, every region, every political side, because State House is not a party office. It is a sacred national institution meant to unite the republic, not to divide it through propaganda, colors, and theatrics. Instead of working for Kenyans, this leadership is obsessed with power. Every day in politics, every week in campaigns, every month in new drama, yet the cost of living keeps rising. Hospitals are struggling, farmers are suffering, youths are jobless, and the economy is bleeding. Kenyans did not elect a government to entertain itself. We elected a government to deliver results. Let's be clear, power belongs to the people, and the people are not convinced by funny yellow colors at State House, fully funded by taxpayers. Kenyans are only convinced by development, records, roads, jobs, affordable food, working healthcare, equality education, security and dignity.
The sooner this country remembers that, the sooner we reclaim our nation. And of course, kuna kitu nimeona hapa kwa statement ya Salasya kwamba unapoona hiyo yellow State House, at the end of the day, pesa ambazo zinatumika hata pale, viti ambavyo wamekalia, system ambazo zimefungwa pale, hela ambazo zinatumika hata sio, unaweza kukuta hata sio za UDA. That's the truth, kwa sababu at the end of the day unaweza kukuta hata pale kuna vitu wanatoka navyo. Umeelewa eh? Kwa mimi naamini shughuli za chama wacha wafanye kwenye headquarters za chama. At least itaonekana neutral kidogo. Lakini sasa kama kila time UDA inafanya mkutano State House, ndugu zangu, yes, we understand chama ni cha nani? Cha William Ruto, but again, shughuli ni ya chama. Chama ni cha watu specific, hata sio watu wote. So kidogo hapa nafaa kuangalia. And mara ya kwanza pia nilipenda statement yake Salasya, kwa sababu aliandika kwamba this is a serious constitutional violation, not a trivial political misstep. State House is a national institution, not a party office. It symbolizes unity, neutrality, and the authority of the republic. Converting it into a venue for partisan political meetings is an abuse of state power. And in any country that genuinely respects the rule of law, sufficient grounds for impeachment. It established democracies such boundaries are never crossed. At no point has the White House in Washington, D.C. been used as a headquarter for either the Republican or Democratic Party. Institutions are deliberately protected from partisan capture because they belong to the nation, not to those temporarily in office. When State House is politicized, the state loses its neutrality and the presidency is reduced to a partisan instrument. Public office is a trust, not a personal or political asset. Those entrusted with leadership have a duty to respect the offices they occupy and the people they serve. Using State House for party politics is wrong, reckless, and unconstitutional. It undermines democratic governance, erodes public confidence, and represents a clear betrayal of constitutional responsibility. Nilipenda sana hiyo point ya Salasya, and I told myself kwamba hii lazima nitaizungumzia. I don't have any problem with Ruto kuwa na mkutano State House, lakini ni mkutano wa aina gani? Ile yellow tu inapokaa pale State House inaonyesha vitu vingi ambavyo havikai vizuri. Umepata? But again, I understand what Ruto is doing. Okay, I'm not understanding, but I know what he's trying to do. Number one, akiweka meeting State House inavutia wale ambao wanafaa kuenda. Do you know that? Like kuna mtu leo naenda State House. In fact, kuna mtu anataka tu kusalimia Ruto, hiyo picha impate. So anajua akiweka meeting State House itavutia moja kwa moja. People will feel like, hey, bana, today we are going to State House. And unajua kuruhusiwa tu kuingia State House is another story. So ata feel like, mimi nilikuwa na Ruto State House. And nataka kuwa mbunge wa hapa. Mnaogopa nini? Mimi ndo mkubwa hapa, mimi ndo bazuu, mimi ndo mnafaa kunipa hiyo nafasi na nini na vitu kama hivyo. So mambo kama hayo kidogo najua anafanya hivyo ndo ivutie watu. But again, nothing can happen to him, William Ruto. Na anafanya hivyo akijua kwamba mimi niko hapa and there is nothing you will do. Yeah. Maybe there is nothing, hakuna kitu ambacho mtafanya. Na mimi nitaingia huku na nitafanya ninavyotaka. And I think that's what's happening right now, mtazamaji wangu. So vitu kama hivyo mtazamaji wangu lazima tuvikomeshe kwa njia yoyote ile ambayo inatakikana. Lakini next kabisa nataka tuzungumzie swala la Marjan Hussein. Kwa nini Marjan Hussein ametoka? Hiyo lazima tuangalie. And kwa nini sasa hivi itakaa vibaya? Like mwisho siku picha ambayo itaonekana itakuwa picha nzuri. Mbona afute? Ndio kitu ambacho nataka tuangalie next, mtazamaji wangu. Na kukumbusha tena, kindly like the video, utakuwa ni support sana. Kama bado hujasubscribe na umetazama mpaka dakika hizi hapa, tafadhali make sure una subscribe, kwa sababu ndio itakupa nafasi nzuri sana ya kuendelea kupata taarifa nyingi na mpekela wakati. Lakini wale wa kushare tunapatana mwisho wa video. Now, Marjan Hussein ama Hussein Marjan ama gani ndio inataka kuanza? Taarifa ambazo zilikuwa za kwanza kabisa alikuwa amefutwa kazi, as you can see. Na mpaka sasa hivi taarifa tayari imeshaingia mtaani kwamba CEO yule wa IEBC amefutwa kazi. So vitu kama hivi hapa mimi nisikudanganye. Kitu cha kwanza ambacho waga mtu anawaza ni
ina break ile trust kwa kupiga kura. Election only work when people trust them. Watu wakikosa kuamini hiyo uchaguzi ni hivyo. Na vitu kama firing the election balls right before voting makes people think the president is trying to control the outcome, and that's what's being posted and discussed outside here. Unapata ndio kitu ambacho watu wanazungumzia sasa hivi kwamba amefutwa kwa sababu gani wewe? Marjan amefutwa kwa sababu gani? Ilikuwa ni ameresign, so sasa hivi amefutwa kwa sababu gani? Another thing kwa Mr. President, it looks like fear, not leadership. Kuna vitu vingine havifanyiki tu hivi. Unapata? Like mbona afukuzwe? Mbona afukuzwe? Especially kwa nchi ambayo tayari citizens are already tired, of the president. There are some changes, au tunasemaga sudden changes, ambazo wago zinaonekana kama panic. Not confidence, but panic. So Kiingereza kinasema strong leaders don't move goalposts when they are unpopular. Unatoa kwa nini sasa? Unamtoa kwa nini? Hapo pia badala ya reform inaanzaga kuleta chaos. Na uchaguzi ni kitu ambacho kinahitaji stability. Changing leaders I think months before voting waga ina disrupt systems, staff na hata planning, kwa sababu mtu mwingine anaingia, na huyu anaingia most likely ni mtu ambaye anaingia kupangwa, ni automatic, kwa sababu wanaomuingiza ni serikali hii. Sio serikali hii ilimuingiza, so you can imagine anayekuja sasa hivi anatoka wapi? Unafikiria anachaguliwa na opposition? So leaders ambao wanabadilishwa tena kutoka tume ambayo inasimamia masuala ya uchaguzi, hapo lazima kuna na issue. Na mara nyingi pia hata inaweka democracy at risk. Yes, firing is illegal, but again power should protect fair competition. So mambo ya kutilt wakati mambo sasa haiendi vizuri, sasa ndo vitu vinabadilishwa. Ni another way hata pia ya kuintimidate election officials. Sababu sasa nyinyi kama watu ambao wako kwenye group au mko kwenye kundi, mmeona wenzenu anafukuzwa, ni kitu gani mnafikiria kwanza? You guys, ni kitu kipi mtafikiria ya kwanza? Kwamba kama huyu alifukuzwa, maybe kuna baadhi ya vitu ambavyo yeye hakukubaliana navyo na ndio maana akafukuzwa na nini na mambo kama hayo. So anafaa angalie. Sasa hivi unaona watu washaanza kukasirika kwamba umefukuza huyo, tutaonana, tutakutana. Watu tayari we are frustrated, and that's the truth. Move kama hii watu wana feel disrespect. Yani inakuwa ni kitu ambacho hakuna heshima. So vitu vya kuinvite violence na unrest sometimes tuachane nazo jamani. Tunaelekea uchaguzi, watu wanataka kuchaguana vizuri, sio mambo ya vurugu. Sio mambo ya nini? Sio mambo ya vurugu. Anyway, Mr. President, the only thing I can say ni a fair loss is better than a forced win. Sababu once umeforce win, then ndo unakutaga watu hata ndo kupoteza maisha inakuwa ndo story, watu kupigana, watu kuuana, watu si kufanyana hayo yote mabaya ambayo waga mnayaona. So kidogo mimi hapa kwa Marjan hapa kwa Marjan kidogo nilikuwa na issue sana. Hapo kwa Marjan mimi kidogo nilikuwa na issue kidogo. So what next ni ambayo tunamalizana nayo ni Ngujiri. Ngujiri niliona ameendelea kumshambulia Matiang'i, but again hii point yake ndio nilitaka tuzungumzie, and it's something ambayo imekuwa ikitusumbua hapa kwa muda mrefu sana. So Ngujiri wa Mbugu anasema, does Matiang'i expect to be president without governors, senators or women reps or MPs or even MCAs elected in Jubilee? Or why is it that wherever he goes he just speaks about himself and doesn't introduce Jubilee aspirants accompanying him? For what? Si mtu tu ajifanyie introduction. Unajua I wish tungekuwa na nchi ambao sisi tukitaka kuchagua mtu tunamchagua kulingana na what he can do, not according to how many people are surrounding him. Disadvantages ziko nyingi sana kwa watu ambao lazima watembee na watu fulani ndio wachaguliwa. Disadvantages ni nyingi. You can imagine mimi nimechaguliwa na watu wananipenda hivi jinsi nilivyo,
na mimi nikiingia pale nafanya kazi na wafanyakazi wao wenyewe, sio mambo ya kona nyingi. Once unatembea na watu, si mara wewe uonekane hivi ndio uchaguliwe. Mimi nakwambia ukweli, orders hautawahi fuata za watu, utafuataga za watu ambao wanakuzunguka, watu ambao walionekana kukusupport ndio ukakuwa hapo. I'm not saying that kufanya kazi kwa pamoja ni kitu kibaya, wanafaa kufanya kazi pamoja, umenielewa? But kiongozi, mimi yani kama ingekuwa ni mimi, yani vitu vinaamuliwa ninavyotaka mimi au ninavyotamani mimi, watu wangekuwa wanachaguliwa sio kwa watu wanaomzunguka eti kwa sababu ya watu wanaomzunguka au wanaowazunguka. Yani tu wewe kama unaweza kufanya kazi vizuri ukatufikisha kwenye level nyingine, that's it. Yani that's what makes me happy, mimi kama mwananchi ambaye nataka kupiga kura. And Otete yule Kasipul, yule MP, the people's MP yule wa Kasipul, Otete anaitwa nani? Philip somebody Aroko. Alisema usichague chama, chagua mtu. Asa wewe kwanza kutuambia anazungukwa na akina nani? Mbona ana watu? Atashinda vipi kama ana watu? Ni hao watu wanamchagua au ni wananchi? Tuache kujaza vitu vya ajabu kwa vichwa vya wananchi kwamba lazima huyu muone na hawa na hawa na hawa ndo achaguliwe. Hapana. Yeye akikuwa president, hakui president na MCAs. Anakuwa president kwa sababu watu wamemchagua. Umeelewa? Disadvantage ya kuzungukwa na watu, mara nyingi utaenda hapo na ignore watu. Una ignore wananchi, voters, wale ambao walikupigia kura. Utaenda hapo na ignore. Sasa hapo ndo unakuta influence ina replace responsibility. Kwa sababu wewe rely kwa watu wengine. Sasa hapo kwa responsibility, decisions na nini, hautawahi sikiliza watu. That's the truth. Hata accountability hapa, unakuwa na weak personal accountability. Vitu vikienda vibaya, umenipata image yenyewe tu waga ina replace competence. Watu wanaweza wakawa wanakupigia kura kwa sababu appearance, connection, not even once wewe ni mtu wa kuzungukwa na watu. Wewe watu wengine watakupigia kura kwa sababu sasa tunamuonaga na watu, anakuaga na connection na hawa, hanaga hata real skills, hana experience, hakuna results. Umenipata Kwa sababu tu alikuona na mtu fulani. At the end of the day matokeo waga ni hakuna kitu. Hapo ujue corruption zuko waga nyingi sana, kwa sababu sasa wakati wanakuzunguka they expect wewe kuna baadhi ya vitu ambavyo wao wanatakiwa kupata. Hiyo sasa ndo disadvantage nyingine. Like focus yako kuwa kwa wananchi full ni ngumu. Like unafikiriaga huyu sijampa kitu. Huyu sijampa. Na once unawapea kama zawadi ndo wanaanza kuitumia vibaya. Utafanya nini sasa? Hapo wanaanza kuitumia vibaya. Utawafanya wapi? Utawapeleka wapi? So hii sometimes inafanya hata democracy yenyewe inakuwa symbolic tu. Ni ipo but sio real. Haifanyi kazi. So elections, wacha to focus kwa best servants of the people, not the best connected person. Eti huyu anakuaga na huyu, anatembeaga na huyu, anatembeaga na huyu. Hata hii ni shortcut. Unaona hii ambayo Ruto anazungumzia hii ya broad based. Hii ni shortcut tu ya kushinda. Because sisi wa Kenya tuko pale kwa lazima utembee na wale ndo wakupe ushindi. I'm like, watu tutoe hiyo kwenye fikira zetu, kwenye vichwa vyetu. Tuanze sasa kufikiria kama watu ambao sasa wanataka kupeleka hii nchi yetu ya Kenya kwenye level nyingine. Kwamba yani sisi tunachagua yule. Na huo mtu acha aambie watu mimi nitawafanya hivi na hivi na hivi. Hivyo asipofanya inakuwa ni rahisi, wewe toka. But tumewapa watu too much power mpaka wao ndo wanatuamulia ni wapi tunafaa kuenda. Wakati tunajua vizuri huyu Matiang'i tukimchagua anaweza kutufanyia kazi vizuri. That's where the problem is. But wewe unataka kumuona Matiang'i amesimama na nani ndo ufeel ni kama akona nguvu. Nguvu ya kwenda wapi? Focus yetu inatakiwa kuwa kwa huyu ambaye tunamchagua ana uwezo wa kufanyia kazi. That's it. Sio tu kwamba yeye anatembeaga na nani, connections zake zikoje na nini na vitu kama hivyo. I don't think kama nitakuwa kwenda hivyo, mtazamaji wangu. So that's what I can say right now. Niachie maoni yako hapo chini kwenye sehemu ya comments, lakini kikubwa zaidi subscribe
kwa ajili ya kuendelea kupata taarifa nyingi na mpya kila wakati. Mambo ni mengi sana and kuanzia leo mimi nitakuwa nawakumbusha ndugu zangu ambao bado hawajajiandikisha, kindly Gen Zs, kila mtu, mama, baba, popote pale ulipo, ukiona tu wameweka tu button on, pap, watu wana register, watu wanafanya nini, watu wanabadilisha. Usikae, hata kama ni Nairobi ulipataga kazi sehemu nyingine utaweza kutravel wakati wa uchaguzi, just do it right now, mapema kabisa. Wewe unakuwa unaendelea tu na shughuli zako. Watu unajua mimi nisha register, niko hapa, nitapiga kura hivi na hivi na hivi. Hii shughuli hatuwezi tukaifanikisha bila kuchukua kura. Hatuwezi tukaifanikisha bila kuhakikisha kwamba kura ipo kwa wapi? Kwa mfuko. Lazima ukwe nayo. Then naamini everything will be goody. Mambo yataenda vizuri sana mtazamaji wangu. Tukutane kwenye video ambayo inafuata. Bye bye.